Ninaitwa Mchungaji Daniel Mwakikunga. Tunatumika katika kanisa letu la FPCT Dodoma City Church, ambalo ni kanisa lililo chini ya kanisa mama la Kurasini. Kwa hiyo tulikuja kama alivyosema mchungaji kwa ajili ya mkutano mkuu ambao tulikuwa nao jana, mzuri sana. Na kushukuru sana rafiki yangu mtumishi wa Mungu Filipo pamoja na mama. It's always a privilege tukiwa pamoja. I feel that connection, heshima, upendo na umoja, na ninaamini Mungu ametuunganisha kwa kusudi. Kuna mahali anatupeleka. Basi watu wa Mungu, ninalo neno kutoka kwa Mungu. Like I'm serious. I have a word from God. Mungu amenipa ujumbe. Ilikuwa ni usiku wa lini ule mama? Like 3 to 4 days ago. Usiku tukiwa chumbani kwetu, na nikamwambia mama, Mungu amenipa ujumbe, naomba niondoke kwanza. Basi nikaamka na nikaanza kuandika huu ujumbe nikiwa sijui wapi nitahubiri na lini, lakini nikawa mwaminifu kufuatilia. Na kweli wakati tunaongea na mchungaji, nikamwambia mama jana, nikasema ule ujumbe mama ulikuwa ni kwa ajili ya Mlimani, FPCT Mlimani. Kwa hiyo naenda nao huo, nikamwambia kile Mungu anasema juu yao. Kichwa cha somo kinasema rising above all limitations when you have nothing but grace. Kuinuka juu ya vizuizi vyote unapokuwa huna kitu kingine isipokuwa neema ya Mungu tu. Kuinuka juu ya vizuizi vyote unapokuwa huna kitu kingine isipokuwa neema ya Mungu tu. Rising above all limitations when you have nothing but grace. Ndugu zangu mnaotufuatilia kwa njia ya mtandao, naomba uelewe somo hili linakuhusu, na Mungu ana mpango wa kuhudumia kwa namna ya pekee. Ipo neema ya uwezesho asubuhi ya leo kwa ajili yetu, na ninakuhakikishia kuna kitu Mungu atafanya kwako leo kisicho cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kiini cha somo kinasema neema ya Mungu inawezesha wasiojiweza kushinda vizuizi vya maisha na kutimiza kusudi lao la kimungu. Neema ya Mungu inawezesha wasiojiweza kushinda vizuizi vya maisha na kutimiza kusudi lao la kimungu. God's grace empowers the disadvantaged to overcome life's limitations and fulfill their divine purpose. God's grace empowers the disadvantaged to overcome life's limitations and fulfill their divine purpose. Watu wa Mungu, iko neema ya Mungu ituwezeshayo kushinda vikwazo wakati we are helpless. Do not be too personal. Usikulie vitu very personal. Uelewe mpendwa, by virtue of your position in Christ, vile tu umeokoka, yupo anayejihusisha na maisha yako. Na ibilisi ni mjanja. Mara nyingi anajitahidi kutufanya tujione kana kwamba tusipopambana kivyetu kuna namna fulani tutafeli, maana tuko wenyewe tu. Nataka nikuhakikishie ni kweli tunayo nafasi ya kufanya hiyo sehemu yetu, lakini iko nafasi ya Mungu inayozidi nafasi yetu. Mungu hutenda mambo nyuma ya pazia. Wakati mwingine huwezi kuona, unaona matukio tu. Iko neema ya Mungu ya kutuwezesha kufanya yale ambayo
usingeweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la msingi, andiko la msingi ni Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari ule wa 10. Siku ile nilikuwa na mtumishi wa Mungu tunasaidiana kuhubiri, alikuwa ananisaidia kusoma maandiko. Kama yupo na leo nitamshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari ule wa 10. Ndiyo. Biblia inasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Ndiyo. Neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi. Ndiyo. Bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Unaona huo mchezo? Huyu ni mtume Paulo. Anasema jamani, ni kwa neema ya Mungu niko hivi nilivyo. It's by grace I am what I am. Ni kwa neema ya Mungu niko hivi nilivyo. Ni kwa neema ya Mungu uko hivi ulivyo. Usifikiri akili zako zimekufikisha chuo unachosoma. Hamna. Kuna neema mpendwa, kuna mijamaa ina akili nyie na hawakuweza kupata chuo. Ni kwa neema ya Mungu niko hivi nilivyo. Huyu ni mtume Paulo. Hebu soma tena. Na hiyo Biblia yako ingekuwa ya kwangu ningepigilia mstari hapo. Ile andiko peke yake lina uwezo wa kukupeleka mbinguni. Ingefutika Biblia yote. Kakabaki hapa mstari, kanakubeba. Kanakubeba, unafika mbinguni. Niamini. Hebu soma huo mstari. Nasema, ndiyo. Lakini kwa neema ya Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Nimekuwa hivi nilivyo. Na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure. Haikuwa bure. Neema, grace is never in vain. Yaani manaka anasema hivi, neema sio ya mapambo. Haiko pale kama pambo moja wapo la Mungu. Anasema his grace was not in vain. Manaka ni it was active. Neema ya Mungu huwa inaleta matokeo kwa mtu anayeiruhusu. Inaleta matokeo. Neema inatoa matokeo. Neema mpendwa, sema mimi nilivyo leo ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Na kesho yangu ni kubwa sana kwa sababu neema ya Mungu iko juu yangu. Neema yake haikuwa bure kwangu. Neema haiwezi ikawa bure, haiwezi. Yani it's never in vain. Haiko dormant. Neema haiko dormant. Neema iko active. Inahitaji mtu mmoja tu anayeruhusu ianze kufanya kazi. Malizi hapo mtumishi wa Mungu. Bali nalizidi sana kufanya kazi. Nalizidi sana kufanya kazi mimi Paulo. Kupita wao wote. Kupita mitume wote. Wala si mimi. Lakini sikuwa mimi ninayefanya hiyo kazi. Bali neema ya Mungu. Ni ile neema iliyokuwa juu yangu ndio ilikuwa inafanya hiyo kazi. When you have grace, una uwezo wa kufanya zaidi ya watu ambao hawana neema hiyo. Neema ina uwezo wa kukubeba. When you have nothing, lakini umeokoka, ujue unao mtaji wa neema. Neema ni mtaji. Grace is not in vain. Ni mtaji unaoaminika. It's real capital. Ukiwa na neema mpendwa, utatoboa. Rika maremusia. Neema. Ilimbeba Paulo neema. Bali pengine anasema jamani, mimi ambaye ni muovu kuliko wote. Paulo alipata neema ya kuelewa neema inavyofanya kazi. Natamani siku ya leo uelewe ya kwamba neema ya Mungu ipo. Usichukulie mambo kibinafsi sana.
Haijalishi unapitia nini, haijalishi unapambana na kitu gani, haijalishi umepungukiwa na nini, uelewe neema ya Mungu ya kutosha. Ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa neema ya Mungu niko kama nilivyo. Nilizaliwa kwenye familia ya watoto wa kiume 4. Baba yangu na mama yangu walikuwa walevi wote, na nyumbani mama alikuwa anapika pombe zile za kienyeji. Nimezaliwa kijijini mimi, nimekulia kijijini, nimeondoka kijijini ni darasa la 3. I know the life in the village. Pale nyumbani watu walikuwa wanakusanyika kuja kunywa pombe. Nimejifunza kunywa pombe nyumbani. Darasa la 2 tunalewa. Mama akiwa na kazi nyingi, anaona mnasumbua, anachota kikombe cha zile pombe ambazo hazijawa kali sana, ziko kwenye mchakato. Ukinywa kile kikombe kinakuwa kitamu kidogo. Ukinywa ukikaa dakika 10-15 hivi, mchezo unaanza kusikia kama kizunguzungu. Mnalala hapo, mama anafanya kazi zake, mnakuja kuzinduka kamaliza kazi zake zote. Baadaye tukawa walevi. Kaka yangu wa kwanza ni mlevi, kaka yangu wa pili ni mlevi, wa 3 ni mlevi, na mimi nikawa mlevi. Baba alikuwa anavuta sigara, wenzangu wote 3 walipona, mimi nikavuta. Nikamzidi kidogo mzee, nikaanza kuvuta na bangi. Nikaongeza pale na dawa za kulevya. Hali ikawa mbaya. Form 2 nilifukuzwa mimi. Form 2 sehemu ya pili nikafukuzwa. Tukaanzisha mgomo kule shule, wakasema kuisha habari zangu, fukuzwa. Nikakaa nyumbani huko, maisha magumu, familia ikaanza kunikatia tamaa. Kipindi niko form 4 naenda darasani kwenye mitihani, nimelewa. Yaani naingia mule najiona ni mwamba. Unalewa kwanza, alafu ndo unaingia katika mtihani wa taifa. Nikafeli as it was expected. Maisha kama magumu, nikaongeza kasi ya bangi, dawa, ulevi. Maana sasa najua hapa sina cha kwangu mimi. Hali ikawa mbaya, maisha yangu yakawa mabaya, familia ikanikataa, baba yangu akanikataa. Neema ya Mungu, the grace of God located me. Neema is not in vain grace. Wapendwa, siku naokoka, nimelewa saa 8 za usiku Jumamosi, napandisha kimlima fulani hivi, napandisha kwenda nyumbani, niko hoi. Sauti inaniambia, sio ya kusikika, ya moyoni, usipoacha dhambi utakufa, usipoacha dhambi utakufa, usipoacha dhambi utakufa. Ile sauti ilikuwa na nguvu. Nafika nyumbani nalia, wakasema pombe zimemzidi huyu. Alafu nawaambia hivi, kesho naokoka mimi. Wakasema zimeshamzidi pombe. Kumbe mwenzangu namaanisha nimekutana kweli na neema. When the grace of God locates you, you will never be the same. Utakaa vile vile. Neema ya Mungu ikikutana na wewe, lazima kitu kipya kitokee. Wapendwa, nikaondoka asubuhi na mapema kwenda kanisani. Kanisani nilipofika sikupokelewa. Wanaume jicho jekundu, niko bado midomo mieusi, mishipa bado, pombe za jana hazijaisha vizuri, na hata harufu ninayotoa ile ya pombe za jana. Wale mliopitia kwenye pombe mnasema nyewe mmezaliwa kanisani. Unanuka ile asubuhi bado. Na waambia nimekuja kuokoka, wakasema huyu ni mwongo.
Nikawekwa kiti cha nyuma kule na mashemasi. Sikutambua pale mwanzoni, baadaye ndio nikaja kutambua kumbe hao walikuwa na wasiwasi na mimi. Nikawekwa kiti cha nyuma kule, alafu nikashangaa nimekaa na shemasi kule kule. Kumbe ninakuwa monitor kwamba huyu akianza mambo yake tunamkamatia hapa. Ibada inaisha, hawanipeleki mbele. Nikawaambia jamani, nimekuja kuokoka. Ndipo wananipeleka kwa mchungaji. Ibada imeisha, naombewa sala ya toba, ibada imeshafungwa. Kamaliza pale kuombewa, mchungaji wangu namkumbuka yule mzee sasa hivi marehemu. Aliniambia ombi lako kubwa, sema mwambie Mungu akufundishe njia zake. That was my first prayer. God teach me your ways. Akamwita mwenyekiti wa vijana, nikakabidhiwa pale. Yule naye nikamkuta wako kwenye wiki la maombi. Wako siku ya pili, maombi ya kutokula, kutokunywa. Siku 5. Wako siku ya pili, nikadumbukizwa kule. Na pombe zile hazijaisha za jana mkumbuki. Siku ya kwanza kumaliza siku masaa 24. Nikaona tumbo langu halina mawasiliano mazuri. Tukaingia siku ya pili. Siku ya pili wapendwa, mchezo ulikuwa mgumu kwangu. Mgumu. Nikawa nimelala pale, nguvu sina. Yaani kunyanyuka siwezi. Moyoni nikawa nasema hawa walokole wana mpango wa kuniua. Nimelala pale, mchezo umekuwa mgumu. Mshukuriwe Mungu, wewe mwenyekiti wetu alikuwa na hekima, akasema korogeni uji. Huyu bwana afungue muda huu. Hali yake mbaya. Nikakorogewa uji, nikafuturu. Kabla ya maombi kuisha. Lakini ninaamini ile pia ilikuwa ni neema. Mungu alijua nilikotoka na ninahitaji dozi gani ili niweze kupenya. Tangia pale wapendwa, ilikuwa ni tuition ya nguvu. Nikaanza kufuatilia maisha ya maombi. Nikaanza kuwa mtu anayependa kufunga. Nikashanga mwaka wa kwanza, nikawa mwenye katibu wa vijana. Mwaka wa pili, nikawa mwenyekiti wa vijana. Mwaka wa 3, nikaruka ngazi moja ya shemasi. Nikateuliwa kuwa mzee wa kanisa bila kura. Yaani uteuzi ukapita kila mnadamu tu. Nikawa mzee, bado sijaoa. Mzee wa kanisa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili nikaoa, mwaka wa 3 wito. Nikachomoka kuja chuo cha Biblia kuitika wito. Nimemaliza chuo, naambiwa na viongozi kwamba wewe huondoki hapa, utaendelea kusaidia kuandaa wachungaji. Nimefundisha miaka 7. Nataka nikwambie neema ya Mungu ikikutana na wewe hata kule kwenye hali ya kutokuwa na matumaini, inakuvuta, inakusimamisha mahali ambapo watu wanakataa kuamini kinachokutokea. 7 years nafundisha wachungaji waende kuchunga. Mimi mwenyewe sijawahi chunga. Inaitwa neema. Neema ikikunyanyua inakuweka mahali usipostahili na unastahilishwa. Grace ndio mtaji wangu pekee. Sina sifa mimi. Sina. Ukiniuliza mimi sina. Nimezaliwa na mama yangu na baba yangu walianza maisha ya ndoa katika maisha ya dhambi. Mama yangu alikuwa ni mke wa mtu. Mume wake alikuwa ni mganga wa kienyeji. Kule Makaleli Kandete. Mama alikuwa ni mume wake mganga wa kienyeji. Baba alikuwa jasiri yule bwana. Ikiwa bado kina udogo tu bwana mdogo. Ikasema nachomoa huyu mke wa mganga. Tukua pale. Ndio sisi unatuona tumezaliwa
lakini neema ya Mungu itakubeba. Leo tunasimama kwenye madhabahu ya Mungu mtakatifu tukitangaza habari njema za ufalme wa Mungu. Neema inabeba. Wewe mwambie mwenzako, relax bwana. Acha mabara zako. Yupo anayeshughulika kwa ajili yako. Grace. Naomba nikupe mifano katika maisha ya historia. The real life historical example. Nikupe mifano ya watu wangapi hawa, kama muda utatutosha. Kuna watu hapa nataka nikupe habari zao. Unawajua? 4 wanatosha. Mtu wa kwanza anaitwa Ben Carson. Unamfahamu? Ndio. Habari zake. Ben Carson yeye alizaliwa kwenye familia ya kimaskini mno, na alilelewa na single mama. Mama yake alikuwa anaitwa Sonia. Kile kimama kilikuwa kimeokoka. Mama yake Ben Carson alikuwa ameokoka, ametarikiwa na mume wake, akalea watoto wake mwenyewe, lakini alikuwa ni mama anayeomba sana, anayefuatilia kanuni za kiroho, aliyemtumikia Mungu, akarithisha watoto wake ile neema. Wapendwa, Ben Carson ametoboa kimaisha kutokana na neema ya Mungu. Kwa kawaida isingewezekana. Ni mtu maarufu mno. He came from nothing. Naambieni wewe hapo, naomba usijitafsiri kwa kuangalia ulikotoka. Usijitafsiri kwa kuangalia familia yenu. Usijitafsiri kwa kuangalia background yako. Uelewe ipo neema. Ukiruhusu Mungu awe kiongozi wa maisha yako, kuna neema itakubeba mpendwa. You have a bright future. Kesho yako imejaa utukufu. Shikilia neema ya Mungu. Jenga mahusiano na Mungu wako. Mkamate Yesu. Tembea na Yesu. Ishi na Yesu. Lala na Yesu. Na kuhakikishia utatoboa. Ndugu zangu mlioko kwenye mtandao, nataka nikwambie siri moja ya mtu kufanikiwa. Kama huna chochote, kuna neema ya Mungu inakutosha. Ukimruhusu Mungu afanye kazi yake kwenye maisha yako, utatoboa. Alizaliwa familia ya kimaskini Ben Carson, lakini Mungu akamsaidia. Ni mtu maarufu, akaenda kwenye siasa nako akafanikiwa. Mtu wa pili ni Abraham Lincoln, rais wa 16 wa Marekani. Yeye alikulia kwenye mazingira ya umasikini. Jamani, maskini, unajua kuna maskini, kuna fukara, alafu kuna wale tunawaita swekeni. Yaani kwenye ufukara na kwenye unazidi, unaenda kule chini. Sasa kukaa siku 3 bila kula ni kawaida kabisa. Yaani ratiba ya kula haipo. Inategemea umeangukia wapi. Ikitokea unakula, isipotokea ndio hivyo, ndio maisha. Sasa huyu rais wa 16 wa Marekani alikuwa ni mtu ambaye amezaliwa kwenye maisha swekeni, hali mbaya. Lakini Mungu akamsaidia mpaka akawa rais wa nchi. Shule yenyewe ya kubagaida, baadaye akawa anajifundisha mwenyewe. Anasoma vitabu mwanaume, kusoma
anakwenda huko kujibangabanga sehemu, anaandika kama mtihani, anabana peke yake. Mwisho wa siku akawa nani jamaa? Rais wa nchi kubwa duniani. Neema. Sasa wewe unajikatia tamaa, bado uko chuo, umemaliza chuo, hivyo unaelewa unachofanya wewe? Lakini vijana wengine siwaelewaki kabisa. Leo unakuta mtu analalamika, yuko pale na simu yake, anasema bwana niliposti na mimi picha yangu haina likes wala followers. Nani hicho? Anashuka moyo eti. Anashuka moyo, hakuna aliye like wala comment kwenye picha. Acheni michezo nyie, acheni michezo nyie. We are not serious. Watu nakwambia, anatoka familia ambayo ni ya maskini, lakini ana ndoto, anajua naweza kuondoka hapa. Maana Mungu yupo, yawezekana hapa tukachomoka. Be positive mpendwa, jitamkie maneno mazuri, jitamkie maneno mazuri. Nenda kwenye kioo chako pale, nilikwambia na Jumapili ile tuliyokuwa. Go there. Yule utakayemwona kwenye kile kioo, mwambie hivi, wewe sio wa kawaida. Mwambie wewe una future kubwa. Mwambie wewe hakuna kitu kushinda. Mwambie wewe mbele yako baraka zinakungoja. Mwambie yule utakayemwona mbele za kioo. Na kuambia jifunze kujitamkia ushindi. Jifunze kujitamkia baraka. Jifunze kutamka vitu ambavyo Mungu ameviahidi. Mtu wa tatu ni Nelson Mandela. Nelson Mandela ameinuka kwa neema. Mazingira yalikuwa hayamruhusu kabisa kuwa rais. Kwanza amepona kuuawa si mara moja. Shule yenyewe amekwenda kumalizia baadhi ya degree zake akiwa gerezani. Gerezani mwanaume anafanya correspondence, ana apply nje, anasomea gerezani. Na mwanaume akatoka na akawa rais wa nchi. Neema. Neema ya Mungu mpendwa ipo. Na vijana wengi shida yetu kumngoja Mungu. Hiyo shida ni kubwa sana. Watu kumngoja Mungu sasa hivi ni shida. Yaani tunataka na sisi ni touch, una slide sharp, kinakwenda tap tayari kinatoa matokeo. Lakini ukaslide hivi alafu ukitouch alafu unaona mbona hiyo matokeo? Unasema ngoja nifanye mwenyewe sasa. Ndio makosa mengi yanayofanywa kanisani, ni watu kutongojea ile neema ya Mungu izalishe matunda. Wengi tumefeli kwa sababu tunapenda kujipigania wenyewe. Tunajipigania wenyewe. Tunamnyima Mungu kufanya ambacho angefanya kama Mungu, watu washangae. Juzi hapa tulikuwa tunaongea na mama. Binti yetu mmoja kanasumbua bwana, kanasumbua. Sasa shida tuko online ya. Kasumbufu. Chukua huku hela kwa kaka zake, anakusanya, anakwenda kaka wa pili, hapo pale tu anakusanya. Wewe umekuwa mtabeli wa kanisa. Wewe ni mtabeli. Na huwezi kuiona neema ya Mungu. Wewe ni utapeli mkubwa tu. Kusanya pale, anapiga mabomu kaka zake. Mimi nataka nikuhakikishie, tukiacha kungoja neema ya Mungu, hatutaweza kuona miujiza. Grace will locate you. Neema itakufuata, na itakuona, na itakushika mkono, na
asifiwe sana. Mtu wa nne na wa mwisho ni Joyce Meyer au Maya. Mtumishi wa Mungu huyu ambaye huenda tukatofautiana naye baadhi ya misimamo yake, lakini yatosha kusema mchango wake huwezi kupuuza kwenye Injili au kwenye mwili wa Kristo. Yeye alikulia nyumba ambayo ilikuwa na wazazi wasio waadilifu. Baba yake mwenyewe wa kuzaa alimwabuse mtoto wake wa kike sexually. She was sexually abused by her own father. Bado kuna ile abuse ya maneno. Haya alishuhudia mwenyewe. Lakini yale mazingira hayakumzuia kuwa wamefika. Neema ikiwepo mpendwa, vizuizi haviwezi kukuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukitoka duniani tumwangalie huyu Yusufu. Mwanzo 41. Tuangalie watu wa kwenye Biblia waliotoboa kwa sababu ya neema ya Mungu peke yake. Mwanzo 41 ule mstari wa 39 mpaka 41. Tumwangalie Yusufu alivyotoboa, alivyoweza kuinuka kwa njia ya neema ya Mungu. Nasema 39:41. Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, sawa, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Ndio. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu. Ndio. Na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi. Sawa, sawa. Nitakuwa mkuu kuliko wewe. Ndio. Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Sawa. Anawekwa juu ya nchi yote ya Misri. Tunajua habari za Yusufu. Kwanza anakataliwa na ndugu zake. Wanamtishia kumuua. Baadaye wanaamua kumuuza. Tunamuona bado alipouzwa anaenda kule Misri. Na kwenyewe anafungwa, anaingia gerezani. Kutoka gerezani ananyanyuka, anakuwa ni mkuu wa nchi, wa pili kwa rais. Tunajifunza kwamba mtu aliye na neema huwezi kumzuia. Usipambane na mtu mwenye neema, wewe utaumia. Mtu mwenye neema achana naye, huwezi kumzuia, huwezi kumfanya lolote. Mwambie jirani yako, huwezi kunifanya lolote mimi, kwa sababu nina neema ya Mungu ya kutosha. Utafanywa mambo ambayo wengine wanakufa, wewe utakufa. Neema ya Mungu inashinda vizuizi vyote. Sasa watu kuamini ndio shida. Unamwambia mtu wewe utaolewa tu, tena na bonge la mwanaume, tulia. Watu kuamini, hawaamini kwamba iko neema ya kuolewa. Hawaamini. Yuko tu kwenye chombo anasema, "Mbona ina sura hii kama inaonga?" Sasa nakwambia sura ndio inakufanya kuolewa. Hatuoni siku sababu ya sura, ni ajeni michezo yenu. Hivi hawajawaambia. Sisi sura sio issue. Amen. Ikitokea ukago una sura lakini na vile vitendo vinatimia, tunamshukuru Mungu. Lakini sura peke yake haitushawishi kwa taarifa yake. Amina. Neema ya Mungu itakubeba. Neema ya Mungu itakubeba. Neema ya Mungu itakubeba. Hakikisha upishani na neema ya Mungu, binti yangu. Hakikisha neema ya Mungu ni mtaji wako. Neema ya Mungu itakupa kazi. Neema ya Mungu itakupa watoto. Neema ya Mungu itakupa mume. Neema ya Mungu itakupa miji, biashara. Neema ya Mungu itakutambulisha. Kuna watu ambao kama si neema tusingewasoma kwenye Biblia. Neema ipo na leo ipo. Watu nafikiri si tupo kweli. Ni neema. Kanisa ninalochunga
makanisa yetu tunapotuma watu kwenda kufungua kazi, wanatoka kanisa mama, tunawapeleka kule. Mimi sikutoka kanisa mama, nilikuwa kwingine kabisa, lakini tunaomba mama yule pale sasa. Tulikuwa tunaomba maombi mazito, Bwana tupeleke mahali ulipokusudia twende. Tuliomba yale maombi mwaka mzima, Bwana tupe mwelekeo. Ajabu, Mungu akagusa mchungaji kiongozi kutoka huko Dar es Salaam, sisi tuko Dodoma, akamgusa mtumishi wake huko, wakakaa kikao, tukaandikiwa barua, ikatufikia Dodoma. Naongelea neema ukiwa nayo mpendwa, kuna vitu watu watapata wanajiuliza wakati wewe unapenywa. Ikatufikia barua ya kwamba tunatakiwa, tukaambiwa tunataka kuanzisha kazi huko Dodoma, kama mtakuwa tayari kutumika nasi, basi mlango uko wazi. Tukaomba maombi mengine, tukapata kibali, tukaijibu ile barua. Ndio pale tunapochunga. Neema ya Mungu, neema itakupa ajira, neema itakupa mume mke bora, neema itakupa utumishi, neema itakubeba mpendo, itakutambulisha. Neema ya Mungu ndio mtaji wako namba moja. Sina cha kujivunia mimi, ni neema tu wapendwa. Hata washirika nawaambia pale kanisani kwetu kwamba mimi jamani, kinachonibeba ni neema. Nina neema kubwa na ninatambua neema nayo. Kama wewe utambui kama unayo, shauri zako. Mimi naelewa neema ninayo na ninaipona, inanibeba. Tulianza pale watu 23. Siku ya kwanza ibada. Tumekwenda miaka 4, tumekuwa sasa hivi ni parish. Si kitu cha kawaida. Kuna watu wanakaa miaka 10. Juzi nilikuwa nimepigiwa simu na rafiki yangu, yeye amekaa miaka 25 ndio amekuwa parish sasa hivi. 25 good years. Lakini unaona grace ikikubeba miaka 4 tu inatosha. Mungu akiwa upande wako mpendwa, kuna vitu hutokea visivyo vya kawaida. Na vitokani na wewe. Paulo anasema hivi, si mimi, ni neema ya Mungu ndani yangu inayofanya hayo. Mpigie Yesu makofi kwa ajili ya neema. Sema nataka neema. Sema nataka neema. Mungu amenituma nikwambie, upo mtaji namba moja. Unatakiwa ushikilie kwenye maisha yako, kwenye utumishi wako, kwenye masomo yako, kwenye ubinti wako, kwenye ujana wako. Una mtaji mmoja, unaitwa neema ya Mungu. Sifanye masiara. Tunachunga pale majiji yamesoma. Lakini kachungaji kao ndo nini hapa? Wanaume. For failure. Niko hapa. Unafanya mtendo na mimi. Neema ya Mungu ikiwepo, una hofu gani? Una hofu. Mungu kanipa mwanamke msomi, mume wake anasoma. Kwa huyu toka miaka 13 akiwa form 1, amelelewa Kasfeta, amekwenda leo ni mama mchungaji. Kamesimama na Yesu akakamama na kameokoka kweli kweli. Kameokoka kweli kweli, akakamama kananifaa. Neema. Hivi wananiheshimu. Wana hela nyingi kuliko mimi. Wana elimu kubwa kuliko mimi. Wana uwezo mkubwa kuliko mimi. lakini yupo baba yao, yeye amebebwa na neema ya Mungu. Wapendwa, inatosha. Neema inatosha. Neema inatosha. Bwana asifiwe sana. Yusufu tunamuona anatoka gerezani, anakuwa waziri mkuu. Kwa nini? Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Mtu wa pili anaitwa Musa. Au muda wetu umeisha. Mtu wa pili aliyebeba na neema ni Musa. Sura ya 4 ya Kutoka mstari wa 10 mpaka 12. Naomba tusomee pale, mtumishi wa Bwana.
Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji sawa tokea zamani, ndio, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, sawa. Maana mimi si mwepesi wa kusema, na ulimi wangu ni mzito kusema, na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Sawa. Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi, au mwenye kuona au kuwa kipofu? Ndio. Si mimi Bwana? Mungu anamwambia hivi. Yaani Mungu Bwana anasema, Bwana, mimi siwezi kuwa kiongozi, mimi nina kigugumizi. Anatoa sababu kama tunavyotoa hata sisi. Unajua Mungu, mimi tunaona mapungufu yangu haya. Neema ya Mungu ipo kwa ajili ya hali hiyo. Unapokuwa na mapungufu, si ndio unahitaji hiyo neema ikutosheleze pale ambapo wewe huwezi. Anajitetea Musa mbele za Mungu. Mungu anasema, Musa, don't be too personal. Nani atakwambia nitakuacha? Anasema, ni nani aliyeumba wengine kwa bubu na wengine? Si ni mimi Mungu? Yaani wanawake ni una wasiwasi gani Mungu Musa wakati mimi nipo? Na leo Mungu amenituma nikwambie, wasiwasi wako hasa ni nini? Ni nini kijana, wasiwasi wako? Nini kinakufanya ufanye unayofanya? Nini? Wasiwasi wako ni nini? Niliwaambia pale vijana kanisani, mimi sipendi hiyo tabia. Mnatunisha mfuko wa nyuma huku na wallet, alafu mule ndani vimejaa vitambulisho tu. Alafu unajifanya unapita hapo kana kwamba wallet imejaa 10,000. Nikasema toweni hizo wallet zinazojaa vitambulisho hapo. Kama huna hela, huna tu. Si huna tu, ilikana huna. Mama ya kutunisha mifuko, binti zangu wanaanza kuona mfuko, wanaona kaka Franki inaonekana kuna watu. Samahani, sio mtumishi wa Mungu Franki jamani. Neema. Grace of God. Neema inatosha. Unahitaji wale kitune mfukoni ili wewe utambulishwe. Unahitaji neema. Unahitaji neema. Neema ikiwa juu yako, mimi nakueleza kweli, watu wanaanza kukuheshimu. Ukiwa una vitu hivyo unatambuliwa hivyo ndio neema inachofanya. Mungu anakupa utisho ukiwa na neema. Kibali. Na kuna mabinti wako wapendwa watakukubali ukiwa huna kitu. Usina wasiwasi. Wako mabinti wanatambua, wako wanajua tafsiri ya neema. Wako wapendwa. Mmoja wao ni mke wangu huyu. Siku namwambia kwamba Mungu nilifunga mwezi mzima. Akaniambia nimsemeshe. Nikaenda. Nikasema hivi, sikwenda kumuomba uchumba, nilimwambia hivi. Nilikuwa kwenye maombi. Mungu amesema wewe mke wangu, nikageuka mwanaume. Akasema subiri kwanza kaka. Akasema mimi unajua wewe ni kakangu kabisa. Na ninakuheshimu. Na kweli alikuwa mara tunashauriana mambo. Yaani nilikuwa kaka yake kweli, ni kama nilimsaliti. Nikamgeuka. Akasema wewe ni kaka yangu. Nikamwambia mimi Mwakikunga, wewe huiti Mwakikunga, acha kunitania. Mimi sio kaka yako. Mimi Mungu anasema wewe ni mke wangu. Akasema hili jambo haliwezekani kwa kweli. Nikasema sijaja kuomba uchumba. Mimi nilikuja kukupa taarifa. Kwa hiyo huhitaji kunijibu chochote. Nimemaliza. Nikageuka mwanangu. Baada ya miezi mitatu, yeye mwenyewe akasema ni kweli ulichosema ni kweli. Mungu amesema na mimi pia. Ndipo tukakaa kikao, nikamwambia ila uelewe mimi hapa unaponiona ndio akaunti ya benki ni mimi. Yaani hivyo unavyoona hapa kila kitu kinaishia hapa. Sina kiwanja wala nyumba. Ninaishi nyumba ya kubanga.
akasema Bwana ameniambia kwamba ni ukianguka damu yako itakuwa juu yako. Amesema ukimwacha mtumishi wangu akipotea damu yake itaida. Hivi ndio Mungu alimwambia. Kama kubali. Neema ya Mungu itakupa kitu ambacho usingepata bila ya neema. Mpigie Yesu makofi mengi. Musa pamoja na kuwa na kigugumizi, Mungu akampa kuwa kiongozi wa taifa kubwa duniani. Akawa ni kiongozi. Musa. Kwa shida yako wewe hujasoma historia ya wana wa Israeli. Musa hakuwa hodari kwa chochote. Na unajua historia ya zamani, mtu anayetakiwa kuwa kiongozi mkuu ni wale wanaoweza kupigana vita. Ndio walikuwa wanakuwa ni wafalme. Kama hujui kupigana, kaa jikoni unatupikia. Musa hakuwahi kupigana vita yoyote. Lakini Mungu amempachika neema juu yake na majeshi yote yalitii Musa. Yote jeshi lote la Israeli Musa lilimtii na kumwogopa na kumheshimu. Neema. Fanya mchezo na neema wewe. Neema. Acha kabisa. Mtu wa tatu, twende haraka ni Esther. Esther alikuwa ni mtoto aliyefiwa, yatima, akalelewa na mjomba wake. Lakini tunamwona Esther mwisho wa siku anakuwa nani? Malkia. Sasa si tu yatima, lakini ni mtoto tunawaita nini hawa? Refugee. Mkimbizi. Yuko nchi ya kigeni kama mkimbizi. Kwenye nchi kule kama mkimbizi. Nani tambulika hivyo kwamba ni mkimbizi jamani? Lakini katika hali yake hiyo neema ya Mungu yuko juu yake, ikambeba akawa ni malkia. Muulize mwenzio, wale wa kike, unataka kuwa malkia? Binti, muulize binti mwenzio, mgeukie, unataka uwe malkia? Neema ya Mungu ipo ya kufanya kuwa malkia. Esther tunamuona wapendwa, yeye pamoja na uyatima wake, pamoja na kuwa mkimbizi, pamoja na kutojulikana, pamoja na vigezo vilivyowekwa vya namna ya kutafuta malkia wa nchi, vyote hivyo vilishindwa kumzuia Esther kwa sababu ya neema iliyokuwa juu yake. Neema ikiwa juu yako mpendwa, watu watajitahidi kukukandia, matope yatawarudia wenyewe. Hivi unamfahamu vizuri Yesu? Kuna nyinyi binti zangu, kuna wanafiki siku hizi. Anajifanya rafiki yako, mkiongea anaenda kukuchafua. Mmetangaza kwa uchumba Jumapili iliyopita. Mchungaji anasema jamani, engagement kuanzia leo fulani na fulani. Mnamaliza tu hiyo nani kana kwenda. Nimekuja kama rafiki yake. I'm just a concerned citizen. Nieleweke vizuri. Utakueleweke vizuri, wewe ni shetani mkubwa aliye na miguu miwili. Mimi nimekuja nikueleze. Unajua mimi ni rafiki yake na Jessica. Jessica usimuone vipi? Yule ni shetani. Paka matope. Lakini nataka hapa nikuhakikishie, mtu aliye na neema ya Mungu, kadiri unavyompaka matope, ndivyo yale matope yanakurudia wenyewe. Maana neema ya Mungu ina kawaida wa kumbeba mtu juu na kumtakasa na kumsafisha, na anaonekana anafaa pamoja na mapungufu yake. Mpige Yesu kwa ajili ya neema. Sema nataka neema. Sema nataka neema. Sema nataka neema ya Mungu. Huwezi kumchafua mtu mwenye neema. Huwezi. Nimeona kwa macho yangu
Kadiri watu wanavyokuchafua mtu wa Mungu uliye na neema, ndivyo unavyoinuliwa. Kabisa. Sio unaanza pale na wewe, jamani hawakunielewa tu. Unakwenda kule kusafisha jina lako. Unajua yale mliosikia jamani, sio vile ilikuwa hivi, unakwenda. Yale waliosema sio nani, unaenda. Unamsaidia shetani kutangaza habari zako mbaya. Wewe wakishakupaka matope, unaenda zako kwenye uwepo wa Bwana. Baba, mimi ni mtoto wako, mimi ni mtoto wako, nitakase, nisafishe kwenye mioyo yao, kwenye masikio yao, kwenye macho yao. Bwana, nitakase, neema yako yatosha. Utashangaa, utashangaa, utashangaa. Kwa hiyo Esther tunamuona anapanda pale. Sasa kuna bwana mwingine anaitwa Gideoni. Gideoni alikuwa miongoni mwa watu waoga. 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 Judges sura ya 6. Pale kwa Esther utasoma Esther sura ya 2 mstari 1 tule wa 17. Hapa kwa Gideoni utasoma Judges. Naomba tusome hapo mtumishi wa Mungu. Waamuzi 6:14-16. Waamuzi 6:14-16. Wakati tunakaribia kumaliza. Ndio. Waamuzi 6:14. Bwana akamtazama akasema, nenda kwa uwezo wako huu, sawa, ukawakoa Israeli na mkono wa Midian. Gideoni sana jiona hana kitu. Mungu anamwambia hivi, hivyo hivyo, uende hivyo hivyo. That's how God is. Ndivyo Mungu wetu. Mtumishi usije ukajiandamani. You are a full minister of God na operate in that rank. Maadamu Mungu amekuweka hapa, uelewe mbingu zinajua hapa mchungaji ni wewe. Ndio mbingu zinavyoelewa. Ndio mbingu zinavyoelewa. Ndio mbingu zinavyoelewa. Kwa hiyo simama, fanya wajibu wako kwenye renki, mbingu zinatambua bila kupunguza chochote. Anamwambia nenda kwa uwezo wako huo huo. Akasema endelea baba. Je, si mimi ninaye kutuma? This is my grace. Niko hapa. Why are you too personal? Kuna majito hapa too personal. Hata mtu anapoenda anajiona alivyo, alikozaliwa. Nani? Watu usinivuruge mimi kwa sababu nikianza mimi kujichunguza nilikozaliwa. Ndio huko sasa. Baba yangu na mama yangu ni wabuni wakubwa walikutana, wakafanya waliofanya. Ndio nianze kujiangalia mimi. Sio rahisi. Lazima niangalie mbele. Neema ya Bwana inanitosha. Ni kweli nimetoka huko, lakini ninakokwenda ni kwa Baba. Neema ya Mungu yanitosha. Usianze kujichukulia binafsi. Haiendi hivyo. Oh, mimi ni mfupi sana. Na nimesikia kwamba wanaume hawapendi wafupi. Nani kakwambia? Kuna wanaume tunapenda wafupi. Yaani ukiweka fupi ndio unanajasa. Mungu ako sahihi, kuna wako atakaye kupenda hivyo. Nenda kwa uwezo huo. Mungu anamwambia Gideoni, nenda kwa kimo hicho. Nenda kwa uwezo wako huo. Usianze kujifanya kama vile hauko. Acha kujifanyisha. Neema ya Mungu huwezi kuiona ukianza kujifanyisha. Achana na maagizo. Ruhusu neema ikubebe. Kipindi natakiwa twende kutumika. Mama huyu hapa. Kipindi tunatakiwa twende kutumika. Wakati ule tuko kwenye yale maombi. Ilikuja hiyo barua kutoka Dar es Salaam. Lakini bado tukawa tumeongea kabisa na askofu wetu. Kipindi hicho hakuwa nadhani wakati askofu mkuu kabisa. Akasema, kijana wangu, mimi kwa sababu nitakuwa na safari nyingi,
nataka tutumike wote. Tuko Dodoma leo na yeye ana exposure kubwa, ana watu wengi, katika hao wengi ana rocket kabwa na mdogo kamoja kako kule Dodoma, kaende kutumika na yeye kusaidia kazi. Neema ikiwepo, wapendwa, ni kimo chako hicho kinakubeba hicho. Mimi naona mweusi unaanza pale, chukua vitu vya kubadilika. Kama kuna wanaume wanapenda weusi, wapo na kueleza mimi sikutanii. Kuna watu yani akiona kitu mweusi kabisa, moyo wake kule unanyong'onyea kabisa kama chapati ya maji zile, ananepa hivi. Utafikiri tambi zilizozidishwa maji kwenye jiko la gesi. Kwa hiyo unapoanza kujivuruga, unavuruga muujiza wako bila wewe kujua. Unafanya mchezo na grace wewe. Grace ni kitu kingine. Grace is something very unique. Na wenzetu walitoboa. Wa mwisho alikuwa Mephibosheth. Huyo alikuwa ni mtoto wa mfalme Sauli. Mephibosheth alikuwa ni mtoto wa mfalme Sauli. Huyu kipindi mfalme Sauli ameuawa vitani pamoja na Jonathan, kule nyumbani taarifa zilifika kwamba jamani, baba ameuawa. Familia iliyokuwa ikulu kule wakaanza kukimbia kwenda kujificha, maana baba ameuawa, ulinzi haupo. Ndipo yeye alimbeba vibaya, akamdondosha, akadondokea kwenye jiwe, akawa kilema, hakuwahi kutembea Mephibosheth kabisa. Katika hali hiyo Daudi, wakati ni mfalme, akasema jamani, hakuna mtu aliyesalia katika nyumba ya Sauli, nimtendee wema. Akaja bwana mmoja anasema yupo anaitwa Mephibosheth, lakini ni kilema. Jamani, kuna watu, jiombee mwanangu uwe na watu wanaoweza kukusemea vizuri wakati haupo. Pray for yourself that God will elevate people who will be able to speak good of you in your absence. Kuna watu mkiachana, anavyokusema usingetembea naye, ungekuwa unamjua, ungeachana hapo moja kwa moja. Wapendwa, huyu bwana anaulizwa na mfalme nafasi adhimu kama hiyo, badala ya kuongea tu yale anayoulizwa, anaanza kupambiza na ambayo hakuulizwa. Je, yuko mtu katika nyumba ya Sauli anasema yupo, full stop? Anasema yupo, lakini ni kilema. Umeulizwa kwamba ni kilema au sio kilema? Lakini neema ya Mungu ilivyo ya ajabu, akasema mleteni huyo kilema, mlete. Akaenda mfalme, akatuma ile tunaita ni motorcade. Wakaondoka farasi wekundu wale weupe. Wafalme wa zamani walikuwa wanatumia farasi weupe, wakatuma farasi weupe na jeshi la mfalme, wale bodyguards. Wakaenda mpaka kule Rode pale, kijiji kilichoswekeni huko, mahali kusiko na matumaini. Rode pale maana yake ukame, mahali pasipo na maisha. Yuko kule Rode pale, Mungu ametuma wajumbe wake katika lengo ya kifalme kumchukua kilema. Mungu akatuma wafalme, walinzi wa mfalme na gari za mfalme, akachomolewa kule Rode pale, akaletwa Yerusalemu katika nyumba ya mfalme, na mfalme akatangaza, kuanzia leo Mephibosheth utakula kwenye meza yangu, tutakaa pamoja ikulu. Mpigie Yesu kwa ajili ya neema. Neema itakubeba. Huhitaji criteria zile. Namba moja, criteria ya neema, uwe umeokoka. Je,
kujenga mahusiano na Mungu, basi the rest is in God's hands. Ndio Ukristo huo, ndio unaleta wokovu. Mambo ya kujipigania hayo, unaanza pale kujipitisha wakuone hivi na hivi, ndio unaharibu neema yako. Hivyo bila wewe kujua, ndio unajiharibia. Mambo ya kuomba kwa sauti kali kwenye maombi ili tujue yuko nani hali yuko mtumishi wa Bwana. Ukitoka huko unaomba kwa sauti kali, ukienda nyumbani unafanya hivi midomo mama yako anapoongea. Ujue wewe unajiharibia kwa sababu mchezo hauendi hivyo. Mchezo huendi hivyo, huwezi kujifanyisha alafu neema itakubeba. Hakuna kitu kama hicho. Niko hapa kama unataka neema niweze kufanya kazi, kubali kwenda kwa kimo chako. Sikubali neno ulivyo. Ujue neema haitaki kitu cha ziada juu yako. Na kimsingi Mungu huwatumia wanyonge kuwaipisha wenye nguvu. Kwa hiyo kadiri unavyokuwa wapungufu, ndivyo unampa nafasi Mungu ya kuuthibitishia ulimwengu kwamba Mungu anafanya kazi na watu wanaomwamini. Biblia inasema wamtumainio Bwana hawatatahayarika, hawataibishwa. Sema sitaibika, maana neema ya Mungu iko juu yangu. Naomba tusimame. How grace works in the life of the disadvantaged. Namna neema inavyofanya kazi kwenye maisha ya watu ambao hawana sifa. Jambo la kwanza, neema inafungua milango ambayo hakuna sifa inaweza kufungulia. Number one, grace opens doors that no qualification can open for you. Unanielewa? Neema inachofanya inafungua milango ambayo hakuna sifa inaweza kufungua. Jambo la pili, the grace brings divine connection. Kitu cha pili utakiona ukiruhusu neema ya Mungu kwenye maisha yako, Mungu atawaleta watu ambao wasingekutana na wewe. Ni neema. Unafikiri mimi kufahamiana na mchungaji wenu nini? It's grace. Ni neema. Ni neema jamaa. Ni neema. Mungu amenipa marafiki wa maana kama hawa. Kwani unafikiri nilikuwa na mtu mwenye sifa hiyo mimi? Mvuta bangi, dawa za kulevya, mlevi wa kutupa. Ilifika mahali baada ya kwanza kuathirika kule mwishoni, nilianza kupoteza memory kabisa. I was losing. Na mke wangu huyu jamani aliandaliwa na Mungu. Kwa sababu wakati naokoka nimekaa miaka kama 7 hivi bila shaka. 6 ndio tukaoana naye. Kwa hiyo nimeoana naye wakati bado zile aftermath za maisha niliyoishi hazijafutika. Hata kama mama kamevumilia mambo mengi. Anaishi na jamani lilikuwa linavuta dawa za kulevya huko. Lipo pale ndio mume wako sasa. Nimeokoka lakini sasa bado linatengenezwa. Ameona mengi, amevumilia. Kwani kuna maisha ambayo niliisha ambayo yaliniathiri sana. Kumbukumbu ziliondoka kabisa na kuondoka. Tukiachana na wewe, nikigeuka hivi sikumbuki kwamba ni nani nilikuwa naongea naye dakika 5 zilizopita. Sikumbuki. Hali ilikuwa mbaya. Nilikuwa hali mbaya wapendwa. Lakini katika hali hiyo neema ya Mungu ikanibeba. Nikaanza kukutana na watu wa maana. Mtu wa kwanza kukutana naye wa maana ni mke wangu. Wa maana. Mtu wa maana. Sikustahili kumuoa. Kweli. Siongei kama kuongeza chumvi. I was not worthy of her. Na nilimwambiaga mpaka kesho. Na sometimes nikikumbuka na sikustahili. Grace will bring people. Neema itakukutanisha na watu mpendwa usio wastahili. Neema ni mtaji, usije ukaidharau neema. Usije ukaidharau neema. Neema inaleta nini kwako? Grace empowers and equips the weak. Neema inamfanya mtu asiye na uwezo, mdhaifu, kumfanya awe na uwezo. Watu wanasema jamani, Bwana lakini kama ana mapungufu haya, wengine wanasema hapana, huyu ndo anafaa. Unanyanyuka juu. Neema. Na mwisho
Neema it gives speed and acceleration. Ningekuwa na muda wewe ningekusomea ile Amos 9:13. Neema wapendwa inaleta nini? Speed and acceleration. Si mnaona nyinyi hapa mnavyoenda, mkifikiri hii mnayoona hapa ni akili zenu. No. Hii speed mnayoenda nayo ni kwa sababu grace inawafunika. Kuna makanisa wapendwa yana miaka 10 hawako kama ninyi. Hawana vitu mlivyo navyo. Speed and acceleration ni matokeo ya moja kwa moja ya grace. Neema. Unakuta kile ambacho wengine wanafanya miaka 15, nyinyi baada ya miaka 5 Mungu amefanya jambo, unachomoka.